Karibu katika Sizoni 2. Kama unakumbuka, katika Sizoni 1 ya Saadini Nguva aliyetamani kuwa binadamu, tuliona matukio mengi ya kutisha ya mwanamke. Nguva alitamani kuwa binadamu na kuingia makubaliano na Mungu wa Bahari Nyeusi Nkunda katika bahari ya kuzimu na kuingia katika mkataba wa makubaliano ya kumfanya Saladini kuwa binadamu. Nkunda alikubali kumpa miguu na kumfanya binadamu, lakini kwa masharti ya kutoa nafsi 100 za binadamu akiwa katika ulimwengu wa wanadamu. Na baadaye Saladini Nguva huyu akazama kimapenzi na Baraka ambaye ni binadamu. Mauaji mengi yalitokea yaliyosababishwa na Saladini. Saladini alifanya kila kitu ili kulinda siri yake, lakini baadaye mambo hayakwenda kama alivyotaka. Tunaendelea na pale tulipoishia Sizoni 1. Je, unajua ni nini kilitokea baadaye? Baraka rafiki yangu, karibu kuzimu. Kibwana chako kinakuja Saladini, na kisubiria nikitafune. Tafadhali nisamehe mkuu. Sasa kabla sijaanza episodi ya kwanza, hebu kwanza like kisha ni follow au subscribe, alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuanze. Safari hii mambo yanabadilika kutoka mjini na kurudi kwenye siri nzito za vilindi vya bahari na nguvu za kale ambazo hata Mzee Kombo hakuwa akizijua. Miezi 6 imepita tangu tukio la kutisha la Magomeni. Kijiji cha Mji Mwema kimeanza kusahau, lakini Baraka hajasahau. Mwili wake upo kijijini, lakini akili yake imenaswa kwenye lile ganda la konokono alilolizungumzia Mzee Kombo. Usiku mmoja, kukiwa na mwezi mpevu, Baraka alikuwa amelala akasikia sauti ya ajabu. Haikuwa sauti ya Saladini, bali ilikuwa sauti ya maji yanayochemka ndani ya chumba chake. Alizinduka na kukuta sakafu ya kibanda chake imeloa maji ya chumvi, ingawa milango imefungwa. Alipoangalia kiganja chake cha mkono, pale Mzee Kombo alipomkata kovu ili kuvunja wimbo wa Saladini, aliona kovu lile linawaka rangi ya kijani kibichi. Inaanza. Sauti nzito ilisikika kutoka kona ya giza ya chumba chake. Baraka aliruka na kuchukua panga lake. Nani huyo? Mzee Kombo alitokea kwenye kivuli, akionekana mzee zaidi na mwenye hofu kuliko wakati mwingine wowote. Baraka, kovu lako si jeraha tena, ni dira. Saadini anateseka huko aliko, na kwa sababu ulimpa damu yako, sasa wewe na yeye mmeunganishwa kwa agano ambalo hata kifo hakiwezi kulivunja. Anateseka? Baraka aliuliza, moyo ukimvuta. Nkunda anamfanya nini? Nkunda hamtaki Saladini kama mtumwa tu, Mzee Kombo alieleza huku akitetemeka. Anamtumia kama chambo. Nkunda anataka kufungua lango la giza lililopo chini ya bahari ya Hindi ili majeshi yake yapite na kuimeza nchi kavu. Ili afungue lango hilo, anahitaji tone moja la damu ya binadamu aliyewahi kumpenda Nguva kwa dhati. Tone la damu yako, Baraka. Wakati huo huo, chini kabisa ya bahari, kwenye jumba la kifahari lililojengwa kwa mifupa ya nyangumi na matumbawe meusi, Saladini alikuwa amefungwa kwa minyororo ya dhahabu. Mwili wake ulikuwa umerudi katika umbo la nguva, lakini magamba yake yalikuwa yanapoteza rangi, akionyesha udhaifu. Nkunda alisimama mbele yake akicheka. Kibwana chako kinakuja Saladini, na kisubiria nikitafune. Tafadhali nisamehe mkuu. Anakuja, Saladini. Mpenzi wako mjinga anakuja kukuokoa. Na akifika hapa, damu yake itafungua ulimwengu wangu. Hatakuja, Saadini alijibu kwa sauti dhaifu. Anajua wewe ni nani. Anakuja kwa sababu hawezi kukataa mwito wa kovu, Nkunda alinguruma. Na safari hii, sitamtumia yeye tu. Nitawatumia wote ambao umewahi kuwadhuru. Ghafla, kutoka kwenye giza la jumba lile, vivuli vya watu waliofanywa kafara na Saladini vilijitokeza. Zuena, Kasim, Bosi Kidevu na Babat hawakuwa binadamu tena, bali walikuwa walinzi wa giza wa Nkunda, wakiwa na macho ya kijani na kiu ya kulipiza kisasi kwa Saladini na Baraka. Kule nchi kavu, Mzee Kombo alimpeleka Baraka hadi kwenye pango la siri lililopo ufukweni mwa Kigamboni. Ndani ya pango hilo
kulikuwa na watu watatu waliokuwa wamekaa wakimsubiri. Nahodha Shika, mvuvi mkongwe aliyepoteza jicho lake moja akipigana na nguva miaka 30 iliyopita. Tazari, binti mdogo mwenye uwezo wa kuongea na samaki na kutabiri hali ya hewa. Chausiku, aliyenusurika tukio la Magomeni, sasa akiwa amejizatiti kwa madawa makali zaidi. Hili ndio jeshi lako, Baraka, tunaingia vitani. Hili ndilo jeshi lako, Baraka, Mzee Kombo alisema. Hatutaenda kuwa nguva. Tunaenda kumrudisha Saladini na kumfunga Nkunda milele. Lakini safari hii, hatutatumia ushirikina pekee, tutatumia siri ya kale ya maji. Baraka aliwaangalia wenzake. Alijua hii si safari ya kurudi. Alijua kuwa bahari haina huruma, lakini mapenzi yake kwa Saladini yalikuwa na nguvu kuliko hofu ya kifo. Tutaanza lini? Baraka aliuliza, macho yake yaking'aa kwa ujasiri. Sasa hivi, Nahodha Shika alijibu akivuta kamba ya boti yake ya kizamani ambao ilikuwa imechongwa kwa mti usiozama. Maji yanatuita. Walipoanza safari ya kuelekea katikati ya bahari, hali ya hewa ilibadilika ghafla. Mawimbi yalianza kuwa marefu kama ghorofa. Ghafla, boti yao ilizingirwa na maelfu ya papa weupe ambao macho yao yalikuwa yanawaka rangi ya kijani. Ni wao! Zari alipiga kelele. Nkunda amewatuma walinzi wake. Mzee Kombo alisimama mbele ya boti na kurusha unga wa dhahabu majini. Maji ya Baraka, tulizeni hasira. Lakini safari hii, uchawi wa kawaida haukufanya kazi. Kutoka katikati ya kundi la papa, kivuli cha bosi kidevu kilitokea, kikitembea juu ya maji. Leo ndio mwisho wako. Alionekana kutisha kuliko alivyokuwa Sinza. Baraka, bosi kidevu alinong'ona kwa sauti iliyobeba mwangwi wa maji. Ulimleta mwanamke yule mjini kwetu, uliharibu maisha yetu. Sasa, ni zamu yetu kuharibu safari yako. Bosi kidevu alinyosha mkono, na wimbi kubwa la maji lilipiga boti yao, likaipasua vipande viwili. Baraka, Mzee Kombo na wenzao walitupwa kwenye maji ya baridi na yenye giza. Baraka alihisi akizama chini kabisa, lakini badala ya kukosa hewa, alihisi kovu lake likipata moto. Alifumbua macho chini ya maji na kuona kitu cha ajabu. Hakuwa anakufa. Alikuwa anapumua chini ya maji. Damu ya Saladini iliyokuwa ndani yake ilikuwa inambadilisha. Mbele yake alimwona Saladini akimvuta kwa mkono, lakini alikuwa ni kivuli tu. Usiogope, Baraka. Mlango uko wazi. Njoo. Baraka alikuwa anazama, lakini hakuwa anahangaika. Maji ya bahari yaliyokuwa yakimzunguka yalihisi kama hewa nyepesi. Aliona viumbe wa ajabu wakipita, samaki wenye taa vichwani na mimea inayotoa sauti kama kilio cha binadamu. Baraka, usisimame! Sauti ya Zari ilisikika akilini mwake. Baraka aligeuka na kumwona Zari akiogelea kuelekea kwake. Zari, kwa sababu ya asili yake ya kichawi, alikuwa ametengeneza povu la hewa lililomzunguka yeye, Mzee Kombo na Bi Chausiku. Nahodha Shika alikuwa amepotea kwenye msukosuko wa mawimbi. Mzee Kombo, uko hai? Baraka alimshika mzee huyo mkono. Mzee Kombo alionekana mdhaifu, lakini macho yake bado yalikuwa na moto. Baraka, angalia mbele yako. Tumeshafika kwenye mipaka ya kuzimu ya maji. Mbele yao kulikuwa na mji wa kale ulioporomoka, kuta zake zikiwa zimefunikwa na matumbawe yenye rangi ya damu. Katikati ya mji huo kulikuwa na kiti cha enzi kikubwa kilichotengenezwa kwa fuvu la kiumbe cha kale. Ghafla, kivuli kilishuka kwa kasi. Alikuwa Kasim, rafiki wa zamani wa Baraka aliyekuwa mlinzi kijijini. Lakini sasa, Kasim alikuwa na magamba mgongoni na macho yake yalikuwa mekundu kama makaa ya moto. Baraka, rafiki yangu, karibu kuzimu. Baraka, rafiki yangu, Kasim alisema, sauti yake ikitoka na mapovu ya sumu. Karibu kwenye nyumba yetu mpya. Saadini alinituma huku, na sasa nakusubiri wewe ili unilipe deni langu. Kasim, huyu sio wewe. Baraka alipaza sauti. Nkunda anakutumia. Kasim alicheka, na sauti hiyo ikatikisa kuta za mji ule. Nkunda amenipa nguvu ambazo binadamu huziota tu. Leo, damu yako itatiririka kwenye madhabahu haya. Wakati Kasim akijiandaa kumshambulia Baraka kwa kucha zake ndefu, kitu kimoja chenye ncha kali kilitokea gizani na kumchoma Kasim begani. Kasim alirudi nyuma akipiga kelele ya maumivu. Moshi wa kijani ulitoka kwenye jeraha lake. Mzee mmoja alitokea nyuma ya nguzo ya tumbawe. Alikuwa Nahodha Shika. Hakuwa amezama.
Alikuwa ameshikilia mkuki uliotengenezwa kwa mfupa wa jini la bahari. Kijana, usithubutu kugusa nanga ya nchi kavu. Nahodha Shika alinguruma. Mkuki huu umelamba damu ya nguva wengi kabla hata hujazaliwa. Nahodha Shika aligeuka kwa Baraka. Baraka, sikiliza. Kovu lako linaanza kuwaka zaidi kwa sababu Saladini yuko mita chache kutoka hapa. Lakini Nkunda amemweka kwenye gereza la vioo vya maumivu. Kila tone la damu unalotoa hapa, Saladini anahisi maumivu mara 100. Sasa nifanye nini? Baraka aliuliza kwa kukata tamaa. Inabidi utumie sauti ya moyo, Bi. Chausiku aliingilia kati, huku akitoa hirizi ya chuma. Nkunda anatawaa maji, anatawaa viumbe, lakini hawezi kutawala utashi wa binadamu aliye tayari kufa kwa ajili ya anachokipenda. Baraka, lazima umuite Saladini kwa jina lake la asili, jina ambalo hata yeye amelisahau. Baraka alifunga macho yake. Alipuuza kelele za Kasim na Zuena ambaye alikuwa anazunguka juu yao akicheka. Alijikita kwenye lile kovu linalouma. Alianza kuona picha za Saladini akiwa mtoto, akicheza kwenye mapango ya chini ya maji kabla hajawa mkatili. Aliona jina likiandikwa kwa herufi za nuru akilini mwake. Malika. Baraka alinong'ona. Ghafla, bahari nzima ilitulia. Nkunda aliyekuwa amekaa ndani ya jumba lake, alisimama kwa mshtuko. Nani amethubutu kutaja jina la uzao wa kwanza? Nkunda alinguruma, sauti yake ikisababisha tetemeko la ardhi chini ya maji. Minyororo ya dhahabu iliyomfunga Saladini ilianza kupasuka. Macho ya Saladini yalibadilika kutoka kijani ya giza na kuwa bluu angavu kama anga. Baraka. Sauti ya Saladini ilisikika ikivuma kote. Umenikumbusha mimi ni nani. Mimi si mtumwa wa Nkunda. Mimi ni Malika, binti wa mfalme wa kale wa bahari. Mlipuko mkubwa wa nuru ulitokea ndani ya jumba la Nkunda. Saladini, Malika, alichomoka kama kombora, akivunja vioo vyote vilivyokuwa vimefungwa. Alifika mbele ya Baraka, akiwa na sura mpya, nzuri zaidi, yenye mamlaka, na taji la lulu kichwani. Lakini furaha yao haikudumu. Maji yalianza kuwa meusi tii. Umbo kubwa la Nkunda, lenye urefu wa futi 50, lilitokea mbele yao. Alikuwa ameshikilia fimbo ya kifalme, trident, iliyotengenezwa kwa giza lenyewe. Medhani jina litawaokoa. Nkunda alicheka kwa dharau. Malika anaweza kuwa huru, lakini damu yako Baraka bado inahitajika kufungua lango la giza. Na ikiwa hutatoa kwa hiari, nitalichukua kwa nguvu kupitia miili ya marafiki zako. Nkunda alinyoosha fimbo yake, na ghafla, Kasim, Zuena na bosi Kidevu walipoteza fahamu zao na kuwa kama roboti. Walianza kumvamia Baraka kwa pamoja. Mambo yanazidi kuwa magumu. Saladini sasa amepata nguvu zake za kale kama Malika, lakini Nkunda amewageuza wahanga wa zamani kuwa silaha za kumuua Baraka. Je, Saladin atakuwa na uwezo wa kupambana na Nkunda ambaye ndiyo mtawala wa bahari nzima, au itakuwaje? Na vipi je, Baraka ataweza kujinasua katika vita hii ya chini ya bahari? Okay, hapa ndiyo mwisho wa episodi ya kwanza. Tukutane tena katika episodi inayofuata. Na ndiyo tutajua nini kitatokea mbeleni katika mkasa huu wa Saladini Season 2. Mtayarishaji wa simulizi hii ni yule King Rhino MC Seba.